Hujambo na karibu katika kisa hiki. Hiki ni kisa chenye mkasa wa kweli kabisa uliopata kumkuta mwanadada mmoja aliyeitwa Rachel. Nitaishia kusema Rachel tu ili kuficha baadhi ya mambo yanayomhusu yeye. Lakini mkasa huu ameuleta hapa himaya ya kusisimua na sisi tumeweza kuupokea na kuuleta kwenu wanafamilia wenzetu ili tuendelee kujifunza baadhi ya mambo mengi zaidi. Mambo yanayotokea katika maisha ya kila siku juu ya uovu wa binadamu pamoja na hila za siri za roho chafu katika ulimwengu wa giza. Nimeuleta kwako mkasa huu kwa mtindo wa kusimulia na mkasa huu nimeweza kuupa jina la Ningetokaje. Mimi ni Amani Leonard. Usiache kusubscribe. Karibu tuanze mpaka tumalize. Samahani dada, sijui naweza kupata namba yako ya simu? Maneno haya yenye maombi ndani yake yakiambatana na kutoa simu yalifuatia baada ya salamu fupi aliyoitoa bwana mmoja aliyefahamika kama Bwana Meshaki, na alikuwa akimpatia binti mrembo aliyeitwa Rachel, ambao walikuwa wamekutana tu maeneo ya kituo cha daladala. Si maombi ya kwanza kuwasilishwa kwake. Mara kadhaa Rachel amekuwa akipokea maombi haya kutoka kwa wanaume wengi sana, na wote walikuwa wanaonyesha kumtamani kwa jinsi alivyokuwa ni binti mrembo mashallah. Kiuhalisia Rachel hakuwa na nyodo wala hakuwa na maringo pamoja na majivuno. Mara zote Rachel ni binti aliyenyooka sana, yaani akisema siwezi kukupatia namba yangu, basi huwa anamaanisha. Na wakati mwingine hiyo ndiyo mara nyingi humfanya kuonekana na majivuno au maringo kwa wakati mwingine. Lakini siku ya leo ilikuwa tofauti sana, kwa sababu Rachel pamoja na misimamo yake yote, lakini leo alijikuta anatulia kwa sekunde nyingi kabla ya kufanya maamuzi aliyoyazoea kuyafanya. Namba yangu ya simu? Aliuliza hivyo Rachel huku akimtizama vizuri Meshaki, ambaye muda mwingi sana alikuwa anautumia kutabasamu tu kijana huyu kutokea nyanda za juu kusini. Bila shaka, alijibu hivyo Meshaki, na hapo Rachel akaipokea simu hiyo, kisha akaweza kuandika namba zake, na baada ya kuandika akairudisha simu hiyo kwa Meshaki, na hapo Meshaki akaweza kuipiga namba hiyo ya simu ya Rachel na ikaweza kuita kutokea katika mkoba wake. Nashukuru sana, aliongea Meshaki, na ni kama vile alikuwa anasubiriwa kuchukua namba ya Rachel tu, kwani alivyoipata tu namba hiyo, hapo hapo ikaja taksi ndogo ambayo alikuwa amewasiliana nayo ili iweze kumfata eneo hilo. Na hapo taksi hiyo ikawa imeweza kufika, na kisha Meshaki akaweza kupanda na kuondoka zake. Yaani kuna wakaka wengine hata kuwanyima namba mtu unajifikiria. Haki ya Mungu. Kaka msafi huyo, kaka kapendeza, kaka mtanashati wa maana. Hii haikuwa sauti ya Rachel, bali ilikuwa ni sauti ya Yunisi. Huyu alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Rachel, na yeye kumbe alikuwepo maeneo hayo hayo ya stendi ya daladala. Ni vile tu walichelewa kuonana marafiki hawa. Yunisi, kumbe na wewe umefika hapa. We nawe, haya kumbe uliniona, aliongea Rachel na kumfanya Yunisi acheke kidogo kabla ya kuendelea. Nilikuwepo kwa kule hivi. Sasa nataka nikufate, nikakuona na yule kaka, nikasema ngoja nitulie. Umejing'ata-ng'ata we, mwisho umeitoa. Waliongea wawili hawa kwa utani kabla ya wote kujikuta wanafurahi kwa pamoja, na hii ni kabla ya Rachel kuipata daladala inayompeleka kwake kuwasili. Kisha akaweza kuagana na rafiki yake Yunisi, na hapo akaamua kupanda na kuondoka zake. Rachel ni mwanadada wa miaka 24 na ni nesi katika hospitali moja iliyopo pembezoni mwa mji,
na amekuwa akifanya kazi hapo kwa muda wa miaka 2 sasa, na amekuwa akiitegemea kazi hiyo katika kuendesha maisha yake. Majira ya usiku, Rachel aliweza kupokea ujumbe mfupi wa maneno kutoka katika namba ngeni, lakini alipoitizama namba hiyo, aliitambua vizuri ilikuwa ni ya yule kijana aliyekutana naye stendi majira ya mchana. Mimi naitwa Meshack Godfrey. Sio siri nimevutiwa sana na wewe binti. Inaweza kuwa ghafla ukashangaa, lakini ndiyo hivyo, upendo hauna sehemu maalum ya makutano. Na nitafurahi sana kama ukinielewa. Huu ulikuwa ni ujumbe mfupi ambao Rachel aliusoma kabla ya kutabasamu kidogo, na hapo akawa anafikiria amjibu nini kijana huyu kwa wakati huo. Kuna wakati Rachel aliyatamani sana mahusiano, kwani alishakaa muda mrefu kidogo. Hii ni tangu alipoachana na mpenzi wake ambaye aliondokaga nje ya nchi, na huko alienda kupata mwanamke mwingine na aliweza kumsahau Rachel kabisa. Lakini Rachel akiwa anafikiria akubali au akatae, punde simu yake ikaita, na ni namba hiyo hiyo ya Meshack ndiyo ilikuwa inampigia kwa wakati huo. Kiukweli Meshack aliweza kuzungumza undani wa hisia zake mbele ya msichana mrembo Rachel, na mpaka dakika ya 90 ya mchezo inaelekea, Meshack alikuwa kashazoa pointi nyingi sana kutoka kwa Rachel. Ni vile tu alikuwa anasubiria filimbi ya muamuzi ili Meshack aweze kutangazwa kuwa bingwa. Kuna mahali nitakwambia uje tuonane. Nadhani huko tutaongea vizuri. Haya ni maneno ya hitimisho aliyoweza kuyatoa binti Rachel. Hii ni baada ya mapambano ya muda mrefu sana ya Meshack, na ni kama mapambano yake yalikuwa yameanza kuleta matokeo chanya hivi, kwani majibu haya ya Rachel yaliashiria ushindi mkubwa sana kwa bwana Meshack. Majira ya jioni ya siku iliyofuata, karibu na mgawa mmoja pembezoni mwa hospitali anayofanya kazi Rachel, walionekana wawili hawa wamekaa wakiwa katika mazungumzo mazito sana. Ni kama kawaida tu ya kijana Meshack katika maisha yake. Alionekana ni mtu wa kupendeza sana, kwani alizoea kupendeza kila nukta moja ya maisha yake ilipogonga. Yeye alikuwa na waka tu, na ni kitu ambacho kilikuwa kimeanza kumvutia Rachel kwa namna ya kipekee sana. Lakini pamoja na haya yote, bado ni kama Rachel alikuwa na wasiwasi kuingia tena kwenye mahusiano na kijana Meshack, kwani pamoja na yote hayo, bado Rachel alikuwa na maumivu ya kutelekezwa na mpenzi wake wa mwanzo. Alihisi maumivu hayo yanaweza kujirudia, kitu ambacho kilimfanya achelewe kutoa majibu ya ndio kwa kijana Meshack. Wakiwa hapo, simu ya Rachel iliweza kuita, na alipoitizama vizuri, ilikuwa ni simu ya mama yake mzazi aliyeitwa Bi Christina. Na alikuwa amempigia binti yake huyu simu kutokana na jambo ambalo si mara ya kwanza wala mara ya pili. Amekuwa akimsisitizia aweze kumfanikishia, lakini kipato ndo kilikuwa kinampiga chenga binti Rachel na kushindwa kufanikisha jambo hilo la mama yake kwa wakati husika. Mama, nimekwambia nipe muda mama, naelewa hali unayopitia mama yangu, nitafanikisha, sio muda. Aliongea hivyo Rachel kabla ya kukata simu na kushika kichwa. Ni kama alikuwa ameshaingia tena kwenye mawazo mazito sana juu ya swala linalomtatiza mama yake. Shida nini tena mama? Kuna tatizo gani? Hebu niambie. Alihoji Meshack, na hapo Rachel akaweza kuipotezea mada hiyo, maana ni swala ambalo binafsi aliliona ni swala la kifamilia zaidi. Usijari Meshack, tunaweza kuonana siku nyingine. Aliomba hivyo Rachel, lakini Meshack akamzuia Rachel asiweze kuondoka kwanza. Rachel, hebu haya ya mimi kukuhitaji wewe kimapenzi tuyaweke pembeni kwanza. Inaonekana kuna jambo linakutatiza sana. Hebu niambie mama ana matatizo gani?
aliongea Meshaki, na jambo hilo lilimshangaza sana Rachel kuona Meshaki anahitaji kushirikishwa baadhi ya changamoto kabla hata hajakubaliwa ombi lake la mahusiano moja kwa moja. Meshaki, mama yangu anasumbuliwa na miguu. Sasa tulimchukulia dozi ya awali na sasa inatakiwa amalize dozi ya pili ili apone. Ila sasa gharama inayotakiwa ni kubwa sana. Hiyo ndiyo inanisumbua sana na nataka nimsaidie. Aliongea Rachel huku akiwa ameshika tama, na hapo Meshaki akaweza kuhoji, hiyo dozi inagharimu kiasi gani? Aliuliza hivyo Meshaki, na hapo Rachel akawa ni kama anaogopa kujibu hivi, lakini Meshaki hakusita, akamuuliza tena kwa mara ya pili. Usijali Rachel, mimi ndo nimekuuliza, dozi inahitaji kiasi gani? Aliongea Meshaki, na hapo Rachel kwa kujibaiba na kwa aibu kubwa akaweza kujibu. Meshaki, ni kama 550,000. Aliongea Rachel akiamini ameshamkosa kabisa Meshaki, kwani hiyo pesa siyo ya kawaida kwa kijana ambaye ndiyo kwanza mmekutana ukilinganisha na maisha yetu ya Kitanzania, lakini hiyo ilikuwa tofauti kidogo. 500,000 tu ndo ikunyime raha? Hebu kamata hii kwanza. Aliongea Meshaki na kufungua waleti zake mbili zilizojaa pesa nyingi mpya, na aliweza kuzihesabu na akatoa kiasi kama cha shilingi milioni 1 taslimu, na aliweza kumkabidhi Rachel, kitu ambacho kilimstua sana Rachel asiamini anachokiona kwa wakati huo. Meshaki, this is 1 million. Mbona pesa nyingi? Zote za nini hizi babangu? Aliongea hivyo Rachel asiamini anachokiona, na hapo Meshaki akacheka kidogo alafu akajibu, sitaki uwe na mawazo Rachel. Nimechagua kukupenda, basi nitakushika mkono kwenye kila jambo. Mapenzi ni kusaidiana. Leo na shida na kusaidia. Naamini na wewe kesho utanisaidia mimi. Kiukweli usiku wa siku hiyo Rachel hakuweza kulala kabisa. Alikuwa akimwaza tu kijana Meshaki. Hivi kweli mtu anaonekana ana hela, mtanashati, kazungukwa na wanawake chungu mzima mitaani kote. Wanawake wote hawa siwaone aje anione mimi Rachel kweli? Mimi Rachel Nesinja. Kweli bahati ya mtende. Aliwaza sana Rachel akiwa nyumbani kwake, na punde akiwa hapo simu yake ilianza kuita, na alipoitizama vizuri alikuwa ni Meshaki. Na hapo aliweza kuipokea simu hiyo, na wawili hawa wakaanza mazungumzo. Kiukweli Waswahili wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai bwana. Rachel aliweza kukubali ombi la mahusiano la kijana Meshaki, na hapo safari ya mahusiano ya wawili hawa ikaweza kuzaliwa baina yao. Napenda nipate sehemu zenye fukwe hivi nikae nitulize akili nyakati za jioni, angalau hapo naweza kupata kupumzisha akili yangu ninapotoka kazini. Alikuwa akizungumza Rachel, na wawili hawa waliweza kuhitimisha mazungumzo yao, na siku iliyofuata wawili hawa waliweza kutafuta mahali pa fukwe kama vile ambavyo Rachel alisema anapenda, na waliweza kutulia hapo wakipata vinywaji huku wakiongea mambo mengi sana juu ya mustakabali wa maisha yao, na baadaye wakawa wamelichagua eneo hilo la fukwe kuweza kutembelea hapo mara kwa mara kila wanapohitaji kukutana na kuweza kuzungumza mambo mengi. Ila Meshaki, asante sana kwa msaada wako Meshaki. Kiukweli nimemweleza mama juu ya msaada wako, amefurahi sana na anatamani kukuona, sio siri. Aliongea Rachel wakiwa hapo nyakati hizo za jioni, na hapo Meshaki aliposikia ujumbe huo alifurahi zaidi. Haina shida, hata kesho mimi naenda kwenu tu kipenzi, kwani nimetokea kukupenda sana na niko tayari kukuoa haraka mno.
Alijibu hivyo Meshaki, na kiukweli maneno hayo yalimfariji sana Rachel, na akajikuta anatabasamu sana kabla ya kuendelea na mazungumzo. Lakini kipenzi Meshaki, hivi we unaishi wapi? Siku moja nataka nije kukutembelea hata kwako, maana unajua kukutana maeneo haya ya starehe kila siku sio nzuri Nataka unielekeze kwako, aliongea Rachel akitabasamu. Lakini swala hilo la kwenda nyumbani kwa Meshaki kidogo ni kama lilikuwa limemnyima raha bwana Meshaki mwenyewe. Rachel, mbona hapa panafaa tu kukutana Wewe twende kwanza kwa mama nyumbani kwenu kama mama alivyotaka, alafu tutapanga siku nyingine tutaenda kwangu, aliongea hivyo Meshaki, na hapo wawili hawa wakatabasamu na kugonga cheers kabla ya kuendelea na mazungumzo mengine ya ziada. Rachel, mimi naomba nikuache sasa na wewe wahi nyumbani, maana kuna mambo kidogo naondoka naenda kuyaweka, kesho hivi tutaonana, aliongea Meshaki. Lakini Rachel hakufurahia haraka za Meshaki, na akawa kama hajapenda hivi kitendo cha Meshaki kuweza kumwaga na kutaka kuondoka kwa wakati huo. Mpenzi Rachel, usikasirike, kesho nayo siku tutaonana. Hebu kamata hii kwanza umpatie baba naye nyumbani, mwambie mkwe nimempa, aliongea Meshaki baada ya kumwona Rachel kama hajafurahia hivi kitendo cha yeye kutaka kuondoka, na hapo akaweza kutoa kitita cha fedha na kumpatia Rachel. Meshaki, juzi umenipa milioni 1 na leo unanipa 300,000 nimpelekee baba jamani, Alibaki haelewi hata aongee nini Rachel, lakini ndio hivyo Meshaki ameshaamua kumpatia pesa hiyo, na hapo aliweza kumkodia usafiri binti Rachel, na hapo Rachel akaweza kurejea nyumbani kwake. Kiukweli ilifanyika sherehe kubwa ambayo iliandaliwa kwa gharama za Meshaki mwenyewe. Hii ni wiki 2 baadaye ambapo Meshaki aliweza kwenda nyumbani kwa kina Rachel kwenda kutambulishwa ukweni, na siku hiyo parifana sana. Alikuwepo baba pamoja na mama yake Rachel, alikuwepo rafiki wa Rachel binti Yunisi pamoja na Rachel mwenyewe katika tafrija hiyo, na wala hapakuwa na mambo mengi. Na baada ya hafla hiyo Meshaki aliweza kuzungumza jambo. Wakwe zangu, nimefurahi sana kuwajua, na naahidi nitaleta barua sio muda mrefu, lakini kabla sijaondoka nataka niweze kujua baba mkwe wangu na mama mkwe wangu. Kama mwana changamoto yoyote muweze kuniambia mimi mkwe wenu, nijue nawezaje kuwasaidia, maana kuwasaidia ni sehemu ya maisha yangu nyinyi kama wakwe zangu, aliongea Meshaki. Na hapo Bi Christina mama mzazi wa Rachel alibaki anashangaa tu, asiamini kuokota mkwe wa dhahabu kiasi hicho. Mkwe wangu, mimi na mama yako hapa tukipata kama milioni 2 tu tutajaza mifugo hapo, mabanda ya kutosha hapo nje, tutakuwa tunauza nyama tu, aliongea baba mzazi wa Rachel. Na hapo Rachel aliweza kudakia mazungumzo hayo kwa kudeka. Hey baba jamani, hela hiyo yote baba, kwa jamani, mtu ndo kwanza kaja. Hebu kelele, unajua kutumia fursa wewe, aliongea hivyo mzee huyo. Na hapo Meshaki akacheka kidogo kisha akajibu, usijari baba mkwe wangu, nitawapatieni yote hiyo fedha, aliongea Meshaki. Na hapo wazee hawa wakafurahi sana kusikia hivyo, kwani ni jambo ambalo hawakulitegemea kabisa kwa wakati huo. Na uzuri mkwe wetu, sisi hatuna haraka sana na hiyo pesa, kwa hiyo swala hilo wala lisikutie pressure wala nini. Siku yoyote ukipata, sisi tuko tayari kupokea, aliongea mama yake Rachel, Bi Christina. Na hapo Meshaki akaweza kujibu, haina shida, sio swala la siku nyingine mama, hebu nipeni dakika kadhaa wakwe zangu narudi, aliongea hivyo Meshaki. Kisha akatoka nje kidogo na akaacha wakwe zake hao wakiwa ndani hapo. Na hapo Meshaki aliweza kutoka, na kama dakika 5 hivi aliweza kurejea tena ndani. Nilienda hapo kwa wakala wazee wangu. Haya,
kamateni hizi milioni 3, nadhani zitawatosha. Aliongea Meshaki, na hapo hakuna aliyeamini swala hilo. Hata Eunice rafiki wa Rachel alibaki ameshika mdomo tu, asiamini kitu ambacho kijana Meshaki anakionyesha kwa wakati huo. Kiukweli Rachel alifurahi sana ukaribu huo wa mpenzi wake kwake. Hata Eunice hakuacha kumpokeza rafiki yake Rachel kwa bahati hiyo aliyoipata ya kumpata mpenzi anayejitoa kiasi hiko. Lakini rafiki yangu, huyu mpenzi wangu bado kuna vitu anaviweka mtihani sana kwangu, nashindwa hata kuelewa. Baada ya shughuli nzima kuweza kutamatika, siku moja Rachel alikuwa yuko na Eunice, wameweza kukaa sehemu wakiwa wanazungumza, na ni kama Rachel alikuwa akilalamika hivi kutokana na baadhi ya mambo ambayo kijana Meshaki alikuwa anayaonyesha, na Rachel alikuwa hafurahishwi nayo kabisa. Na hapo Eunice akaweza kumjibu, vitu gani hivyo anaviweka mtihani kwako? Mbona huna shukurani Rachel? Unataka mtu akubebe mgongoni ndio ujue anakupenda? Aliongea Eunice, na hapo Rachel akatulia kidogo kabla hajaendelea. Yaani niliwahi kumwambia twende kwake, lakini akaishia kusema tu tutaenda. Hadi leo nikimwambia anakwepa tu. Hata sielewi. Kutwa tunakutana katika kumbi za starehe, kutwa tunakutana tu sehemu za bichi. Nashindwa mimi atakupata majibu. Aliongea Rachel, na hapo Eunice akaweza kujibu, Rachel, kila kitu kina wakati wake. Unajua hawa vijana wanaotoka familia za kitajiri tofauti na familia zetu hizi za kifukara. Wenzetu wana taratibu zao. Kwa hiyo muda ukifika utapelekwa tu, mbona una haraka wewe? Aliongea hivyo Eunice, na hapo Rachel aliweza kumsikiliza rafiki yake kabla ya kuendelea. Lakini hata kazi yake hajawahi kuniambia. Yeye anapenda tu tukutane huko ufukweni tutulie, na hapo tukimaliza ananiachia hela anaondoka. Kuna muda mimi kama mwanamke napatwa na wivu. Nahisi kama kuna mwanamke mwingine anamtimizia haja zake, maana sio kwa uaminifu huu mpaka naingia na wasiwasi sasa. Yani hajawahi hata kuniomba chochote kutoka katika mwili wangu, hajawahi. Kipindi chote hicho tulichokaa kweli shoga yangu, inawezekana na mtu ananigaramia kama hivyo? Alikuwa akiongea hivyo Rachel, na kiukweli kuna muda alikuwa anaona sio sawa kabisa, japo Meshaki anamuonyesha upendo wote, lakini kuna baadhi ya vitu anaona atendewi haki kabisa. Na hapo Eunice hakuwa na jambo zaidi la kumwambia rafiki yake zaidi ya kumwambia awe na subira tu, kwani kila kitu kina majira yake. Kama mimi ni mpenzi wako, leo tunaenda kwako. Haiwezekani wewe unanihudumia sawa, na mapenzi yetu yameshazidi miezi sasa, ila mpaka najistukia we Meshaki unipeleki kwako, hutaki hata kusikia safari za kwenda kwako. Jamani, angalau niwe nakuja na kata siku 2 naondoka. Fikiria hata wewe tu Meshaki, wewe mwenyewe kuja hapa kwangu tu nimekufosi, na bado unataka uondoke haraka. Ndio mapenzi gani haya sasa? Ndio mapenzi gani? Aliongea Rachel akiwa analalamika. Hii ni siku moja majira ya jioni, akiwa na mpenzi wake Meshaki maeneo ya nyumbani kwake. Mpenzi Rachel, mtu akikuonyesha uaminifu, hebu aminiana naye. Mimi nitakupeleka nyumbani kwangu na utapajua tu, na mambo yote unayotaka tutayafanya kama mke na mume. Ila cha kwanza, naandaa mipango ya ndoa ili tuwe huru zaidi. Mimi mwenyewe nina mambo mengi sana ya kukufanyia mke wangu. Aliongea hivyo Meshaki, na hapo Rachel akawa kama ametulia hivi kabla hajajibu kitu kingine. Sasa basi nikawaone hata wazazi wako Meshaki, wanijue, maana wewe wazazi wangu wameshakujua. Aliweza kuongea Rachel, na hapo Meshaki akatulia kidogo alafu akaendelea. Rachel, yote yatafanyika mpenzi wangu, kikubwa sinafahamika kwenu, hiyo inatosha. Alafu kuhusu wazazi wangu, kwa sasa hawako hapa. Wazazi wangu wako nje ya nchi. Kwa hiyo tutafunga harusi hapa, kisha tutaenda nyumbani kwangu, na ukitaka tutaenda kwa wazazi wangu huko walipo. Ila kwa sasa wanachohitaji ni mkwe tu,
Ndio maana naona swala la ndoa ni la msingi sana kwa wakati huu na tuweze kulikamilisha haraka mno kabla ya mambo mengine yote. Aliongea Meshaki na hapo Rachel alibaki katulia tu, kwa maana alikuwa ameshindwa kumwelewa Meshaki ni mtu wa aina gani, kwa maana sio kwa uaminifu anaouonyesha, kwani ni uaminifu wa kiwango cha flyover na SGR. Waswahili wanasema kurukaruka kwa maharage ndiyo kuiva kwake. Waswahili wanasema usiku wa deni haukawii kukucha. Kiukweli mambo haya kukawia kabisa, hayawi sasa yamekuwa. Hatimaye harusi kubwa iliyoandaliwa na Meshaki mwenyewe iliweza kufana, na ilikuwa ni harusi kubwa kweli kweli. Ndugu wa mwanamke waliweza kufika kwa wingi sana katika harusi hiyo pamoja na wazazi. Walikuwepo marafiki wengi sana wa Yunisi, lakini kwa upande wa Meshaki hiyo ilikuwa tofauti kidogo. Kiukweli Meshaki alikuwa na marafiki zake wachache sana, wala hapakuwa na ndugu yoyote yule aliyeweza kutambulika kuwa ni ndugu wa Meshaki. Waliokuwepo katika harusi hiyo ni marafiki tu, tena nao walikuwa ni wachache sana kuliko kawaida. Harusi iliweza kuisha na kiukweli waliweza kukodi hoteli nzuri sana na waliweza kufikia hapo, na kiukweli wazazi wa Rachel walifurahi sana, kwani Meshaki alikuwa ni kijana mstaarabu mno aliyejitoa. Alikuwa ni kijana mkarimu na mpole, na hivyo waliamini ndoto ya binti yao ya kuolewa imeweza kupata mahala sahihi. Lakini kuna jambo halikuwa sawa kidogo. Meshaki, hivi una hisia za kiume kweli? Mbona hauna muda na mimi kabisa? Yaani pamoja na yote ninayoyaonyesha kwako, lakini hujawahi hata kuonyesha kunitamani mimi mkeo. Harusi imeisha, tuko hapa hotelini siku ya 3, ila hata kunigusa hujawahi. Jamani, kama ulihisi nina kasoro, mbona umeruhusu hadi tumefunga ndoa? Na mbaya zaidi, hii hali haijaanza leo. Tangu kipindi cha uchumba umekuwa umenikwepa sana katika jambo hili. Shida nini baba? Baada ya harusi kutamatika ndani ya hoteli moja waliofikia majira ya usiku, alionekana Rachel akiwa kasimama mbele ya Meshaki akiwa na mlaumu tu, na kwa wakati huo Meshaki alikuwa anamsikiliza huku kainamisha kichwa chini tu anamsikiliza mwanamke wake huyo. Mke wangu, harusi si imeshaisha? Nadhani ni muda wa kwenda kufurahia mapenzi yetu nyumbani, sio hapa hotelini. Aliongea Meshaki na hapo Rachel akatulia kidogo. Ndiyo, alitulia kidogo, kwani kwenda nyumbani kwa Meshaki ni jambo lingine ambalo Rachel hajaanza kulipigia kelele leo, kwani Meshaki pamoja na kujitoa kote, lakini amekuwa akijificha sana juu ya swala hili la kutaka kumpeleka Rachel nyumbani kwake. Lini tutaenda? Aliuliza hivyo Rachel na hapo Meshaki akajibu, kesho. Siku iliyofuata Rachel na mpenzi wake Meshaki waliweza kujiandaa kwenda anapoishi Meshaki. Walikodi taksi ambayo iliwapeleka mahali ambapo walihitaji kufika, na kiukweli hapakuwa pafupi, kwani taksi iliweza kutembea umbali mrefu ambao Rachel hakutarajia kabisa. Waliweza kushuka baada ya safari ya muda mrefu, na hapo baada ya kushuka si kwamba safari ilikuwa imekwisha, la hasha. Walichukua tena pikipiki na kuanza safari nyingine, na pikipiki ilikuwa imeweza kutembea umbali mrefu sana, na baada ya kushuka iliwalazimu tena kutembea safari fupi ya miguu hadi wakafika katika eneo fulani ambalo lilikuwa ni eneo lililojitenga sana pamoja na kutulia mno. Mpenzi, huku ulijenga au? Alihoji hivyo Rachel, lakini Meshaki hakuonyesha kuongea kitu. Alikuwa tu katulia, na waliweza kutembea hadi wakafika katika eneo moja ambalo lilikuwa ni eneo lililokuwa na kijumba kimoja tu cha udongo. Ndiyo, lilikuwa na kijumba kimoja tu cha udongo kilichochoka vibaya mno, na hapo ndipo safari yao iliweza kukomea. Meshaki,
mbona hatuendelei? Aliongea Rachel, lakini Meshaki hakujibu kitu zaidi ya kwenda karibu na kijumba hiko, kisha akaweza kufungua mlango na kuingia ndani ya kijumba hiko tena kwa kuinama, kisha akaweza kumkaribisha Rachel na yeye aweze kuingia ndani. Karibu ndani Rachel. Aliongea hivyo Meshaki, na hapo Rachel akabaki katoa macho tu asielewe kitu anachokiona mbele yake. Alipiga hatua kadhaa Rachel huku akiwa haelewi hapo ndo kwa Meshaki au bado ni njia tu ya kuelekea kwa Meshaki. Aliweza kupenya ndani ya kijumba hicho, na baada ya kuingia humo ndani, Rachel alishangaa zaidi, kwani hakukuta hata godoro la maana. Aliweza kukuta godoro chakavu mno hadi akajiuliza maswali mengi yaliyotatiza ubongo wake. Kama aliweza kunipatia hadi milioni, ameshindwa kununua hata kitanda cha $200,000 kweli? Alibaki anajiuliza sana Rachel, na muda wote huo Meshaki alikuwa kimya tu katulia akimtizama Rachel kabla ya kumuuliza swali. Kuna lolote lingine unahitaji kujua? Aliuliza hivyo Meshaki, na hapo Rachel akaweza kujibu. Haiwezekani. Haiwezekani Meshaki, hili halina ukweli kabisa. Hapa hapawezi kuwa kwako. Aliongea Rachel, na hapo Meshaki akaweza kujibu. Sikiliza Rachel, ukweli ndio huo. Hapa mimi ndio kwangu na mara zote ninaishi hapa. Unaweza usinielewe, lakini kuhusu fedha sio tatizo kabisa. Ninaweza nikakutengenezea wewe mazingira ya kupata pesa nyingi kuliko hata nilizokuwa nakupa, na unaweza ukaishi maisha unayoyataka. Lakini Rachel, kuna kazi moja nataka unisaidie. Ukiikubali hiyo kazi, na kuapia umasikini umeuaga. Aliongea Meshaki, na hapo Rachel akaweza kumjibu. Hivi Meshaki, sijakuelewa bado. Hivi ulinitongoza ili tuwe kwenye mahusiano, au kuna mambo mengine ambayo yako nyuma ya panzia mimi siyajui? Mbona nahisi kama sijielewi? Wewe ni nani Meshaki? Umetoka wapi? Nani kakutuma kwangu? Aliongea hivyo Rachel, na hapo Meshaki akaweza kujibu. Sijatumwa na yoyote Rachel, na ni kweli nilikutongoza tuwe kwenye mahusiano, lakini mahusiano bila kusaidiana hayawezi kuwa mahusiano. Ndio maana hata mimi nilijitoa kwako kwa hali na mali. Tafadhali Rachel, nina kazi kidogo tu, lakini na faida kubwa sana Rachel, na kwa pia hautaamini macho yako. Utaishi maisha ya kifahari na utahisi ni njozi yenye uhalisia ndani yake. Aliongea hivyo Meshaki, na hapo Rachel akakaa muda mrefu sana akimtizama mume wake huyo asimuelewe kabisa, na baada ya muda Rachel aliweza kuuliza swali. Kazi gani unataka kunipa? Aliuliza hivyo Rachel, na hapo Meshaki akashusha pumzi ndefu kabla hajajibu. Twende hivi mke wangu. Aliongea hivyo Meshaki, na hapo Rachel akainuka huku akiwa na maswali mengi bado katika kichwa chake. Rachel alikuwa amegubikwa na maswali mengi sana, na bado aliendelea kuwaza, huyu mtu pesa zote zile anatoa wapi ikiwa maisha yake halisi ndiyo haya? Mbona hayafanani kabisa na muonekano wake ukimkuta barabarani? Walikodi tena taksi wawili hawa, na muda wote ndani ya taksi walikuwa kimya tu wasiongeleshane kabisa, huku safari ikielekea huko ambako Meshaki alikuwa anataka wafike. Simu ya Rachel iliita wakiwa ndani ya taksi hiyo, na alipoitizama aligundua ni namba ya mama yake Bi Fatuma, na hapo aliweza kuipokea. Mwanangu, nakwambia hivi mwanangu, ndoa umeipigania we, sasa umeipata. Sasa nakuomba utulie binti yangu, umenielewa? Huyo kijana mpole mtaratibu, anajitoa kwa kila jambo, alafu kingine ana hela mwanangu. Kwa hiyo tulia mama. Mimi hapa na baba yako tunajiandaa hapa, sio muda mrefu tutakuja huko nyumbani kwa mumeo, sawa? Unanielewa au unaitikia tu?
Ni maneno ya mama Recho, na baada ya mazungumzo hayo Recho aliweza kukata simu, kwani aliona mama yake naye anazidi kumchanganya tu anavyozidi kumshindilia kwenye ndoa ambayo mpaka sasa hajaielewa kabisa. Taksi iliweza kusimama nje ya nyumba moja kubwa sana, tena yenye uzio wa kifahari, na ilionekana ni nyumba ya fedha sana, hali iliyofanya Recho azidi kujiuliza maswali zaidi. Kama anadai kule ni kwake na hapa ni wapi? Sasa kuliko ateseke kule, kwa nini hata asije kuishi hapa? Hebu ngoja nione, pengine ndiyo surprise. Alijisemea hivyo Recho, kisha akatulia, na hapo Meshaki aliweza kulipa gharama za taksi, na wawili hao wakaweza kushuka hadi kuweza kuingia ndani ya jumba hilo la kifahari sana. Waliweza kuingia hadi ndani, lakini kiukweli nyumba nzima hiyo haikuwa na mtu kabisa, kasoro wao wawili tu. Kitu kingine ambacho kilimshangaza sana binti Recho. Karibu uketi mke wangu, aliongea Meshaki baada ya kufika sebuleni hapo, na hapo wawili hawa wakawa wameketi, na muda wote bado Recho alikuwa anashangaa tu ndani ya jumba hilo. Umepapenda? Aliuliza hivyo Meshaki, na hapo Recho kwa kuhamaki alikubali, huku akionyesha furaha kubwa usoni, japo Meshaki hakuonyesha furaha hiyo kabisa. Utapenda kuishi hapa? Aliuliza tena Meshaki, na hapo Recho akaongeza kujibu kuwa yuko tayari kabisa, tena akizidi kuwa na bashasha katika uso wake. Na hapo Meshaki akashusha pumzi ndefu sana, alafu akaendelea. Basi sawa, utaishi hapa na hiyo kazi yako utaifanya ukiwa hapa, aliongea Meshaki. Na hapo Recho akahoji, nitaishi hapa au tutaishi hapa? Kwani nitakaa peke yangu hapa? Aliuliza hivyo Recho, na hapo Meshaki akatulia kidogo. Recho, nilikwambia hapa nimekuleta kwa kazi maalum. Mimi siwezi kuishi hapa, kwani hapa sio kwangu. Mimi naishi kule tulipotoka, aliongea Meshaki, maneno ambayo yalimvunja tena moyo Recho kabisa. Na hapo Recho akashusha pumzi ndefu kidogo, alafu akahoji tena. So, kwa hiyo hapa umenileta kwa kazi gani? Haya, niambie sasa, na hiyo kazi nitaifanya kwa muda gani? Aliuliza hivyo Recho, na hapo Meshaki akajibu, Recho, mimi sikuwa na shida na mke. Aliongea kauli hiyo iliyomstua sana Recho bwana Meshaki, na hapo kiukweli Recho alishtuka sana, alafu akaendelea kumtizama Meshaki asimuelewe kabisa. Lakini Recho, hata wazazi wangu pia hawako Ulaya kama nilivyokuambia. Wazazi wangu wote walishakufa na mimi ndiye niliyewaua. Wakati nasaka mali nilipewa masharti ya kufuga kiumbe nyoka. Cha kwanza, hiko kiumbe kilihitaji kipate kafara ya damu ya wazazi wangu, basi na mimi nikaweza kukipatia. Kwa sasa hiko kiumbe kinaisha ndani ya hii nyumba tuliopo, yaani humu ndani. Hii nyumba unayoiona nimeijenga mimi mwenyewe kwa gharama zangu, lakini sio kwa ajili ya kuishi mimi, ni kwa ajili ya kuishi hichi kiumbe baada ya kupata pesa za mashetani. Aliongea hivyo Meshaki, na kiukweli maneno hayo yalikuwa yanamtisha sana Recho, na hapo Meshaki akatulia kidogo kabla ya kuweza kuendelea. Baada ya kafara ya wazazi wangu, kiumbe hiki kikazidi kuniongezea pesa, tena kilinipatia pesa nyingi zaidi za matumizi. Lakini pesa hizo sio kwa ajili ya kufanya miradi ya maendeleo, kwa sababu lengo la kufanya miradi ni kuzidi kuongeza pesa, lakini hiyo kwangu haina ulazima, kwani pesa tayari zinapatikana. Hivyo natakiwa kutumia tu baada ya kukamilisha kumjengea nyumba hii aliyonipatia pesa niweze kumjengea.
Nilipoenda kuchukua pesa kutoka kwa mashetani, nilipewa pesa hizi za majini na nikatakiwa kujenga kwanza hii nyumba kisha niweze kukifuga kiumbe hichi. Baada ya kutoa kafara ya wazazi wangu, kiumbe hichi kikaanza kunipatia pesa binafsi na kuanza kutumia katika maisha yangu. Pale nilipokupeleka ndipo nilikuwa naishi mimi kabla sijaingia katika maagano ya kifedha na shetani. Na baada ya kuingia, maisha yangu ni kutumia tu na kuweza kutumia kuyafurahisha maisha yangu na kupanga katika vyumba vya mahoteli, kula bata na kustarehe. Hayo ndiyo maisha yangu siku zote. Aliongea hivyo Meshaki kisha akaweza kumeza mate kidogo kabla ya kuendelea. Sasa kwa nini nimekuleta hapa? Wewe uko hapa kwa kazi moja tu. Mimi nimekuoa wewe ili unisaidie kumhudumia huyo kiumbe. Maana kipindi kama hiki huyo kiumbe anahitaji kufanya mapenzi na binadamu wa kike. Mimi kazi yangu ni kumuolea tu huyo kiumbe. Ndio maana ukaona mimi sijakugusa tangu nilipokuoa hata kipindi tuko kwenye uchumba. Ila wewe utakuja kuguswa na huyu kiumbe, yaani utakuwa unafanya naye mapenzi. Aliongea hivyo Meshaki, lakini kabla hata hajamaliza mazungumzo yake, kiukweli Rachel alijikuta anainuka haraka sana katika kiti alichokuwa amekaribishwa na kuketi, na haraka aliweza kukimbia kutoka ndani ya nyumba hiyo. Hapo akafungua mlango na kuweza kutoka nje kabisa na kukimbia mbali na eneo hilo. Rachel alitoka hadi barabarani, na hapo Meshaki naye alitoka haraka sana kumwahi Rachel, lakini alikuwa amekwisha chelewa, kwani Rachel alikuwa tayari amekwisha chukua pikipiki na kuomba impeleke mbali na eneo hilo kabisa. Inawezekana Meshaki alijilaumu sana kwa kitendo chake cha kushindwa kuufunga mlango wa nyumba hiyo mpaka Rachel kufanikiwa kukimbia. Lakini ndiyo hivyo tena, bahati ilikuwa kwa upande wa Rachel. Aliweza kutoka ndani ya nyumba hiyo na kukimbia mbali kabisa na eneo hilo. Rachel aliweza kutokomea mbali zaidi na aliweza kurudi hadi kwa wazazi wake, na kiukweli aliweza kuwaelezea kila kitu kilichomtokea. Na kiukweli wazazi wa Rachel waliposikia mkasa huu walisikitika sana na walihuzunika sana, na kiukweli waliweza kumsihi binti yao awe makini sana muda mwingine, kwani mambo kama haya huwa yanajitokeza. Lakini pia waliweza kumshukuru Mungu kwa sababu binti yao yuko mzima, na hawakujua kama angenasa katika mtego huo, sijui angetokaje. Kiukweli siku zilienda, na kiukweli siku zilivyozidi kwenda, Rachel hakuwahi kuiona tena namba ya Meshaki ikimpigia hata kwa bahati mbaya. Hata hivyo hakukaa nayo sana, kwani alikuja akaifuta kabisa katika simu yake. Wala Rachel hakutaka kuiona tena namba hiyo, na inawezekana aliblock kabisa kutokutaka kuona ikimpigia tena. Hadi hivi sasa Rachel bado yupo na anaendelea na shughuli zake za unesi, na ndoa ya Rachel ndo iliweza kupotea katika mazingira hayo hapo. Lakini cha kumshukuru Mungu, Rachel ni mzima wa afya kabisa, na kiukweli anawasalimia sana marafiki zangu wote wa Himaya ya Kusisimua. Lakini jambo zuri, hata yeye pia ni mwanafamilia yetu wa Himaya ya Kusisimua. Basi na huu ndio mwisho wa mkasa huu wa binti Rachel, mkasa ambao niliweza kuupatia jina la Ningetokaje. Muda wote ulikuwa na mimi Amani Leonard. Mwisho wa mkasa huu ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Ili uweze kujua ni simulizi gani inafuata na siku gani, basi usiache kufuatilia katika upande wa video, katika upande wa short video. Nitakuwa naweka hapo video fupi ambayo itakuwa inaonyesha ni simulizi gani ambayo inafuata na ni kwa muda gani. Usiache kusubscribe, wewe ni familia yetu, na hapa ni Himaya ya Kusisimua. Ndio kwanza tumeanza. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Ciao.